Mpendwa msikilizaji wetu, karibu tena katika mwendelezo wa masomo haya ya kesha la asubuhi kwa vijana na watoto. Leo ni siku ya 15 ya Januari 15. Leo tena tutakuwa na somo zuri lenye kichwa kisemacho mtihani mkubwa kwa Ibrahimu. Kitatoka kitabu cha Mwanzo sura ya 22 mpaka sura ya 24 ya kitabu cha Mwanzo. Kabla ya kuendelea, basi tupate ombi. Bwana, asante kwa siku ya leo. Asante sana kwani umenipa mahitaji yangu yote na umetupa mahitaji yetu sote. Naomba utuongezee imani zetu kama Ibrahimu ili tufanye kile wewe unachotaka. Tusaidie kuwa watii, kwani utii ni bora kuliko dhabihu, kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu, amina. Fungu letu kuu la kukariri linatoka kitabu cha Mwanzo sura ya 22 fungu la 12. Akasema, usimnyoshe kijana mkono wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu, iwapo hukunizuilia mwanao wa pekee. Mungu alimpa Ibrahimu mtihani wakati Isaka alipofikia umri wa ujana, mtihani wa utii. Mungu haruhusu binadamu kumtoa kafara binadamu mwingine, bali huu ulikuwa mtihani kuona kama Ibrahimu alikuwa anampenda Mungu. Utii ni bora kuliko dhabihu na uasi ni kama uchawi, alisema nabii Samueli. Bwana akamwambia Ibrahimu, umchukue mwana wako wa pekee umpendaye Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima nitakako kwambia. Ibrahimu aliondoka alfajiri ili kutekeleza agizo hilo. Alichukua punda na vijana wawili wasaidizi pamoja na kuni kwa ajili ya kafara. Akaenda mahali alipoambiwa. Alikuwa mzee wa miaka 115 hivi. Akawaambia vijana wake waongojee chini ya mlima wakati yeye na Isaka wanakwenda kuabudu. Alimchukua Isaka kule na kutayarisha kuni na moto na kisu. Isaka akauliza, babangu, tazama moto upo hapa na kuni zipo, lakini yuko wapi mwana kondoo kwa sadaka ya kuteketezwa? Baba akajibu, Mungu atajipatia mwana kondoo kwa hiyo sadaka, mwanangu. Baba alijenga madhabahu na kuweka tayari kuni, kisha akamweka mwanawe juu ya madhabahu, juu ya zile kuni. Ibrahimu akanyosha mkono wake na akakitwaa kisu ili amchinje mwanawe. Ndipo malaika wa Bwana akamuita toka mbinguni akisema, Ibrahimu, Ibrahimu, naye akajibu, mimi hapa. Ndipo akaagizwa asimnyoshe kijana mkono wala asimtendee neno, kwa maana sasa Mungu alisema, ninajua ya kuwa unamcha Mungu, iwapo kunizuilia mwanao wa pekee. Basi Ibrahimu akainua macho yake na kumwona kondoo mume amenaswa pembe zake katika kichaka, naye akaenda akamtoa huyo kondoo na kumtoa sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanawe. Ibrahimu akapaita mahali pale Yehova Yire, maana yake katika mlima wa Bwana itapatikana dhabihu. Mungu akajua kuwa Ibrahimu hakumzuilia mwana wake wa pekee. Mungu akambariki tena na kumwambia, atazidisha uzao wake uwe zaidi ya mchanga wa pwani, na mataifa watabarikiwa kwa kuwa alitii sauti ya Mungu. Hakika Ibrahimu alikuwa amepata mtihani. Mtu mmoja alisema, ikiwa hatubadilishwi kwa neema, basi hatuokolewi kwa neema. Hakika watoto wanaopenda kutii sauti ya Mungu wana baraka. Hata mtoto au kijana Isaka alitii, kwani angeweza kukimbia asifungwe kamba na baba yake ambaye alikuwa mzee, bali alitaka kumtii Mungu na mzazi wake pia. Utii ni somo la kwanza la muhimu kujifunza katika maisha yetu. Kisa cha Ibrahimu na Isaka kinatufundisha kuwa Mungu ndiye mtoaji, na pia kafara ya Mungu kumtoa mwanawe pekee Kristo kwa ajili ya dhambi zetu. Katika mlima huu wa Moria ndipo lilijengwa hekalu la Suleiman. Hatuwezi kujua mpango wa Mungu kwetu, ila jambo kubwa ni kumtumaini, kumtegemea na kumtii. Itakuwa bora kwetu mara zote kuwa watii. Mlima huu wa Moria walioenda watu wanasema pengine ndipo pale Yesu aliposurubishwa. Sara alifariki akiwa na miaka 127. Ndiye mwanamke pekee umri wake upo kwenye neno la Mungu. Ibrahimu akamlilia na kumwombolezea Sara. Akanunua pango la Makpela akamzika Sara, na hapo pakawa mahali ambapo familia ya Ibrahimu walizikia. Baada ya kuwa na ukiwa, Isaka akamkumbuka mama yake. Alikuwa mtu mzima wa miaka 40, na Ibrahimu akamtuma mtumishi wake aliyeitwa Eliezeri kilomita 1300 kule Haran au Iraki ya leo, kwa mpwa wake Labani ili amtafutie Isaka mke. Eliezeri
Eliezeri akashika paja la Ibrahimu kama kiapo kwa ajili ya kumtafutia Isaka mke. Ibrahimu akasema, hata mke akikataa kuja huku, ujihadhari usimrudishe mwanangu huko. Nafikiri alijua kuwa ndugu zake walikuwa na miungu migeni na wala si Mungu wa mbinguni wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Hata hivyo alikuja Kanaani kwa ahadi ya Mungu, nitawapa uzao wako nchi hii. Eliezeri alichukua ngamia 10 na kufika Mesopotamia, akawapigisha magoti kwenye kisima ili wapate maji ya kunywa. Wanawake ndio waliokuwa wananywesha mifugo kwa maji wakati huu, na Eliezeri akamwomba Mungu ampatie ishara. Hii ndiyo sala ya kwanza iliyorekodiwa kwenye Biblia. Alisema, Bwana Mungu wa bwana wangu Ibrahimu, yule msichana nitakayemwambia tua mtungi wako na kuomba ninywe maji, naye akisema unywe nami nitawanywesha na ngamia zako, basi huyu na awe ndiye uliyemchagulia mtumishi wako Isaka. Ni kazi nzito kumtafutia mtu mke. Vijana wengi siku hizi wanataka kutafuta wenyewe bila uchunguzi mzuri, na wanaingia kwenye shida nyingi. Inasemekana nusu ya ndoa siku hizi huingia kwenye taraka. Basi kabla Eliezeri hajamaliza kuzungumza na Mungu, tazama, akatokea msichana anaitwa Rebeka, ambaye ni jamaa wa Ibrahimu kwa Nahori. Hata wewe ukifika wakati wa kuwa na mwenzi wa maisha, mkabidhi Mungu akuchagulie, kisha aongoze familia yako. Hakika mtumishi mwema anakuwa kama mtoto wa familia. Katika safari hiyo ndefu angeweza kukimbia pamoja na wale ngamia, watumwa na vito, lakini alikuwa mwaminifu kwa bwana wake. Alikwenda katika kazi aliyotumwa na kurudi tena, akitimiza kwa bidii na utii kile alichoamriwa kufanya. Majivuno yetu yasitufanye tusahau kuwa hata tukiwa na mali, kila kitu ni cha Bwana na tutakuwa watumishi daima. Kwa hivyo siku moja kama Eliezeri, thawabu yetu kuu itakuwa kutimiza utume wetu, kuonyesha tabia ya Bwana wetu na kuwa watiifu kwake. Kabla hajamaliza kuomba, alijibiwa, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Yeremia sura ya 33 fungu la 3. Apataye mke apata kitu chema, naye ajipatia kibali kwa Bwana. Mithali sura ya 18 fungu la 22. Nyumba na mali ni urithi kutoka kwa baba, bali mke mwema busara mtu hupewa na Bwana. Mithali 19 fungu la 14. Ushauri wa wazee wenye uzoefu unapaswa kutafutwa katika swala la ndoa. Ikiwa wakati wote Biblia ilihitajiwa kuwa mshauri, ndio wakati huu. Ikiwa mwongozo wowote wa Bwana unaweza kutafutwa katika sala, ni kabla ya kuchukua hatua inayounganisha watu pamoja kwa ndoa. Njia moja ya kuhakikisha kwamba watoto wetu watachagua Wakristo wazuri wanaomcha Mungu kuwa wenzi wa ndoa ni wao wenyewe kuwa watu wampendao Mwenyezi Mungu vizuri, wawe wacha Mungu kweli kweli. Jitayarishe kwa umilele kwa ari na bidii ambayo bado hujawahi kuionyesha maishani mwako mote. Ielimishe akili yako kupenda Biblia, kupenda mkutano wa maombi, kupenda saa ya kutafakari, na zaidi ya yote saa ambayo nafsi inawasiliana na Mungu. Kuwa na mawazo ya kimbingu, ikiwa siku moja utaungana na kwaya mbinguni katika majumba ya juu. Mungu akubariki kwa usikivu wako mwema katika somo hili. Maswali yetu siku ya leo: Mungu alimpa Ibrahimu mtihani gani? Kabla ya hapo Ibrahimu alikuwa ameshindwa mitihani 3. Orodhesha hiyo mitihani. Mungu alifanya nini kumsitisha Ibrahimu asimchinje Isaka? Kwa nini Ibrahimu hakutaka Isaka aoe msichana yeyote? Kwa nini Eliezeri aliomba? Je, ni vizuri kuoa au kuolewa na mtu yoyote? Na ikiwa hivyo, kwa nini? Mungu akubariki sana kwa usikivu mwema. Aliyekuandalia masomo haya ni Grace Momadi, nami ambaye nimeendelea kukusomea masimulizi haya ni Barnabas Samuel. Niendelee kukukaribisha katika somo la Januari 16 tena kwa ajili ya mbaraka huu wa pekee sana. Bwana akupe afya njema, akufadhili na kukulinda, akufunike mbawani mwake hadi wakati mwingine tena, kwa neema yake na kwa jina lake Yesu Kristo Bwana wetu mwema. Kila mwenye pumzi basi aliaminie jina hili na aseme amen.